Nikianza na mada yangu kwenye utangulizi, nasema rushwa ni tatizo kubwa katika nchi nyingi duniani, yani si Tanzania peke yake, lakini huwa linatofautiana kulingana nchi na nchi kutokana na uchumi wa kila nchi ulivyo. Na mara nyingi rushwa inasababishwa na kudolela kwa maendeleo na kuathiri ustawi wa watu. Rushwa si tu ni swala la uchumi, bali pia ni changamoto ya kijamii, kisiasa, inayohitaji juhudi za pamoja kutoka kwa wadau mbalimbali ili kuweza kupambana na rushwa. Kwa hiyo hapa nchini rushwa inachangia yani huduma za kijamii kama vile elimu, afya na kadhalika kuwa duni. Kwa hivyo kutokana na tatizo hili, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuzuia na kupambana na rushwa. Tuko pamoja ndugu zangu? So, katika mapambano haya ya rushwa, wajibu wa mwanamke unachukua nafasi muhimu sana. Na mwanamke kama kiongozi, mhamasishaji na mtetezi wa haki, ana uwezo wa kipekee wa kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Nasema kwa nini mwanamke ni muhimu sana katika mapambano. Tunajua kwamba kwa asilimia kubwa kwamba wanawake sisi ndio walezi wa familia. Wanawake sisi tunalea watoto, tunalea waume zetu, tunalea vijana mbalimbali. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa ya kulea familia katika maadili na kuepukana na masuala ya rushwa. Pia taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, kwa kifupi tunaita TAKUKURU, ndiyo chombo kilichoundwa kisheria kusimamia mapambano dhidi ya rushwa kwa Tanzania bara. Kwa wenzetu wa Zanzibar wana taasisi inaitwa ZAECA. Ili kutekeleza majukumu yake pamoja na kazi nyingine, taasisi hii hupokea taarifa ya vitendo vya rushwa na kufanya uchunguzi ili kama kuna ushahidi wa kutosha, wahusika waliojihusisha na hivyo vitendo vya rushwa wafikishwe mahakamani kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo TAKUKURU huwa tunapokea taarifa kutoka kwa wananchi, kutoka kwa taasisi mbalimbali kwa njia ya simu. Tuna namba ya bure inaitwa 113. Hii namba ukipiga wakati wowote kama kuna mtu anajihusisha na vitendo vya rushwa unatoa taarifa. Pia tunapokea taarifa kwa njia za barua. Tunapokea taarifa malalamiko mtu akaja mwenyewe ofisini. Kwa sasa hivi tunamshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba TAKUKURU sasa hivi imeenea mpaka mawilayani. Na tuna mpaka vituo maalum. Kwa hiyo wananchi ni nyinyi tu kushirikiana na TAKUKURU ili kuweza kupambana na hivi vitendo vya rushwa. Kwa hiyo kadri ya siku zinavyozidi kwenda, yani kuna mabadiliko ya kimtandao, mabadiliko mengine duniani, hii dhana ya rushwa inavyozidi kupanuka zaidi. Awali TAKUKURU walikuwa na sheria inayoitwa sheria ya kuzuia rushwa. Hii sheria ilikuwa ya mwaka 1971. Sheria hii ilikuwa na makosa 4 tu. Kwa hiyo tunasema kutokana na mabadiliko ya maendeleo pia ya kidunia, hivi vitendo vya rushwa, yani kwamba wale wala rushwa wamekuwa na mbinu nyingi na wamekuwa na nyingi za ili kuweza ulaji wa rushwa. Kwa hiyo na kutokana na hayo mabadiliko nchi imelazimika kufanya pia marekebisho ya sheria ili kuweza kukaba ile mianya yote ya rushwa. Hivyo mwaka 2007 hii sheria ya kuzuia rushwa ilifanywa maboresho na ikaongezwa makosa. Badala ya makosa 4 yaliyokuwa awali, sheria hii ikawa inabeba makosa 24. Na kuna kosa moja ambalo linatuhusu sana kina mama, kosa la rushwa ya ngono. Hii iko katika sheria kabisa. Kwa hiyo na inaonekana kwamba asilimia kubwa waathirika ni kina mama. Japo na kina baba nao wanaathirika na hii rushwa ya ngono, lakini asilimia kubwa ni kina mama, ni sisi. Kwa hiyo sheria ikawekwa wazi. Kwa hiyo mtu asikose haki yake kwa sababu ya kuomba rushwa ya ngono, anatakiwa atoe taarifa. Na kweli hiki kifungu kimefanya kazi. Baadhi ya watu walishahukumiwa kwa rushwa ya ngono na wengine walipokamatwa tu ile
taharuki, wengine walipoteza maisha, lakini ni sheria ipo. Kwa hiyo kina mama tujitahidi kushirikiana na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Tusione aibu tunapofanywa hivi vitu, au watoto wetu kwamba tukaficha ukasema, unajua kuna ile mkienda kusema sasa itakuwa mshaitangazia dunia. Yani tusione aibu, tupambane na hivi vitendo. Watoto wanafanywa sana ukatili sasa hivi. Kwa hiyo tujitahidi kutoa taarifa. Na mwaka huu 2024 pia sheria hii imefanywa marekebisho tena. Kuna baadhi ya makosa yameongezwa. Kuna baadhi ya makosa yameongezwa katika sheria hii. Kuna makosa yaliyoongezwa inahusu adhabu ya makosa ya rushwa katika uchaguzi. Yani sheria ya awali hakukuwa na vifungu vinavyozungumzia uchaguzi katika sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa. Pia inaongezwa vitendo vya rushwa vinavyohusiana na michezo pamoja na burudani. Na kuna baadhi ya vifungu vimefanywa marekebisho katika sheria hii. Kwa kweli kina mama nawapongeza kwa hilo, kwamba mko na uelewa mzuri kuhusiana na swala la rushwa. Yani rushwa kwamba haina maana, yani kuna maana nyingi. Kama alivyosema mwenzetu mwingine akasema kwamba unatoa ili upewe haki yako. Ile ni haki yako, lakini utoe kitu ili uweze kupewa rushwa. Sasa tukiangalia rushwa ni kitu chochote chenye thamani ambacho utolewa na wakati mwingine kuombwa. Yani kwamba mtu anaweza akatoa au akaombwa, yani akalazimishwa atoe ili kununua haki ambayo yawezekana mtoaji au mwombaji wa rushwa hakustahili, na kama alistahili basi hakuamini kama angepata haki au huduma hiyo. Tunaona sasa hivi mfano mtu labda anaenda hospitali, yeye ni haki yake kupata matibabu, lakini kwa kuto kujiamini anaona hapa ili niweze kutibiwa nitoe chochote kwa daktari au kwa nesi. Lakini ile ni haki yako, na hata usingetoa rushwa ulipaswa kupata matibabu. Au nesi kwamba anaomba rushwa kwa mgonjwa akijua kabisa ni haki yake kupata matibabu. Tumeelewana kina mama? Rushwa inajumuisha vitendo vyote vinavyokiuka sheria, kanuni zinazohusiana na uadilifu na uwajibikaji. Mfano kutoa hongo, kupokea hongo na vitendo vingine vya kifisadi ambavyo vinakiuka sheria za nchi. Aidha, rushwa pia ina maana ya kukiuka maadili na kanuni za kijamii kwa kufanya vitendo ambavyo si vya haki na kuweka mbele maslahi binafsi kuliko maslahi ya kijamii. Kwamba mtu anataka ajinufaishe yeye bila kujali jamii nzima. Athari za rushwa. Rushwa ni tatizo kubwa linaloathiri maendeleo ya taifa na ustawi wa jamii kwa njia mbalimbali. Athari ya kwanza, ziko athari nyingi, nitasema tu kwa uchache. Athari ya kwanza ni upotevu wa rasilimali. Rushwa husababisha upotevu mkubwa wa rasilimali za umma ambazo zingeweza kutumika kwa maendeleo ya jamii. Yani fedha za umma zinazotumika kwa njia ya rushwa hazifiki malengo ya maendeleo na huduma za msingi kwa jamii. Mfano, labda serikali imetoa fedha kwa ajili ya mradi wa ujenzi wa shule, lakini wakatokea viongozi wachache wenye tamaa ambao wanajiangalia wao, wakala zile pesa badala ya kujenga shule, au wakatoa pesa kidogo ile shule ikajengwa kwa chini ya viwango. Kwa tunasema tayari ile sehemu ilikuwa iwe na shule, kwa zile pesa zimeliwa hatutakuwa tena na shule. Kwa hiyo imepoteza rasilimali za serikali, imekula fedha za serikali. Sisi tuko pamoja hapo. Athari za rushwa pia inasababisha ukosefu wa uwajibikaji. Yani mtu anapojihusisha katika vitendo vya rushwa anakuwa hawajibiki vyema katika majukumu yake. Yeye saa zote anakuwa anawaza rushwa. Na pia rushwa inadhoofisha mifumo ya uchumi. Yani uchumi wa nchi unakuwa unadorora inapokuwa kwamba rushwa imetawala katika utendaji wa kazi. Kwa hiyo hii inapelekea kukosa wawekezaji,
Kwa sababu wawekezaji wakiona nchi imekithiri kwa rushwa, watakimbia, hawawezi kuja kuwekeza katika nchi yetu. Kwa hiyo serikali inakuwa inapoteza, uchumi unakuwa uko chini. Pia rushwa inapunguza huduma za kijamii au kuweza kukosesha kabisa huduma za kijamii. Kama nilivyosema, nilivyotolea mfano wa labda ujenzi wa shule, pesa ile ikaliwa kwa rushwa, kwa hiyo shule haitakuwepo, kwa hiyo watoto wanakosa ile haki yao ya kusoma. Na pia rushwa huongeza umaskini, kwamba wale wasiokuwa nacho wanazidi kudidimia kutokana na rushwa. Na pia rushwa inapunguza imani ya wananchi kwa serikali. Tunaelewana kwamba viongozi wanapokuwa wanajihusisha sana na rushwa, yani wananchi wanakata tamaa na viongozi wao, na pia ile imani yao kwa serikali inapungua kutokana na rushwa. Tuangalie vyanzo vya rushwa. Nilisema hivi athari ziko nyingi sana, kwa hiyo mimi kutokana na muda nimezisema tu chache. Sasa tuangalie vyanzo vya rushwa. Mara nyingi vitendo vya rushwa, yani rushwa inatawala katika jamii au sehemu ya kazi, na zinaweza kusababishwa na sababu mbalimbali. Kwanza, kutokuwa na maadili, yani watumishi kutozingatia maadili ya kazi au matakwa ya kitaaluma, kwa hiyo anakuwa anajihusisha na vitendo vya rushwa. Chanzo kingine ni tamaa, kwamba mtu anakuwa na tamaa ya kuwa na mali nyingi, anakuwa na tamaa ya kuwa na madaraka, anaweza akapokea rushwa. Let's say kwamba mtu yeye anapokea mshahara wake labda ni 200,000, lakini tamaa ya maisha aliyokuwa nayo, anatamani awe na nyumba nzuri, awe na gari nzuri, apeleke watoto wake katika shule nzuri. Sasa matokeo yake kile kipato hana, anajiingiza kwenye vitendo vya rushwa. Chanzo kingine ni udhaifu wa sheria, kwamba tunapokuwa hatuna sheria madhubuti ya kuweza kuzuia na kupambana na rushwa, basi rushwa huo utawala. Pia kingine ni ushindani au ulinganifu wa kwamba mtu anaona yule mwenzangu maisha yake yako juu, yeye yuko chini, anataka ajilinganishe na yule ambaye maisha yako juu wawe sawa. Matokeo yake anajiingiza kwenye vitendo vya rushwa. Hasa sisi kina mama jamani, asilimia kubwa ya kina mama tuna hizo tamaa. Akimuona mwenzake amevaa leo kiatu cha 300,000 na yeye kesho anataka avae kiatu hicho, au mwenzake amebeba mkoba wa 400,000 na yeye kesho anataka abebe mkoba wa 400,000. Matokeo yake kama ni mtumishi anajiingiza kwenye vitendo vya rushwa. Kingine, madaraka au mamlaka makubwa ya maamuzi. Utakuta mwingine ni umri wake na mamlaka aliyopewa yani yanamshinda, matokeo yake anaingia kwenye vitendo vya rushwa. Ingine ni ukosefu wa uwajibikaji na uwazi, yani kufanya kazi kisirisiri, kutokuwa wazi, yani wananchi wakaelewa nini kinachoendelea. Hiyo pia inachangia kuweko kwa vitendo vya rushwa. Nyingine ni mazingira duni ya kazi, na kingine ni uelewa duni wa wananchi kuhusu sheria, kanuni na taratibu. Pia uelewa duni wa vitabu vyetu vya dini, Qurani, au kwa wenzetu kuna hizi Agano la Kale. Agano la Kale nafikiri hata sisi linatuhusu. Sasa kwamba muda ndani kuna makatazo ya rushwa, lakini sisi kwa kutokusoma, kutokuelewa, hatuelewi, basi tunajikuta tunajiingiza kwenye vitendo vya rushwa. Au kutoelewa sheria inasemaje, tunajiingiza kwenye vitendo vya rushwa. Nyingine ni imani potofu, yani mwingine anaona kwamba kuchukua rushwa au kula rushwa ndio ujanja kwake. Hiyo ni imani potofu, kwamba anaona kwamba mimi kufanya kazi bila ya kupokea rushwa, au mwingine nipo leo nisaidie haraka haraka, anaenda anapenyeza rushwa. Kwa hiyo ni imani potofu, yani ni ujinga tu. Tukiangalia tuje kwenye mtazamo wa kiimani kuhusu rushwa, yani tuangalie kwamba Qurani inasemaje au hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinasemaje kuhusiana na makato za rushwa. Tukianza katika Qurani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaonya waja wake kuhusu swala zima la uadilifu na rushwa. Tunaelewana jamani? Yani tuwe makini hapo kwamba
Usione tu serikali inapigia makelele rushwa rushwa rushwa, lakini pia hata kwenye vitabu vyetu, Qur'ani yetu ambayo tunaisoma kila siku ina makatazo dhidi ya rushwa. Katika surati al-Maida aya ya 8, surati al-Maida aya ya 8, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakemea rushwa, anakataza rushwa, anasema enyi mlioamini, kuweni wasimamizi madhubuti kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kutofanya uadilifu, fanyeni uadilifu, hivyo ndio kuwa karibu mno na Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu anazo habari mnayoyatenda. Yaani katika aya hii inatoa wito kwa waumini na uadilifu na kushuhudia ukweli bila kujali hali ya mtu anayeshuhudia. Inasisitiza umuhimu wa haki na uadilifu hata kama inahusisha watu unaowachukia. Hapa ina maana kwamba hata kama kuna mtu ambaye wewe unamchukia, lakini likija kwenye swala la uadilifu, rudi kwanza kwa Mwenyezi Mungu. Yale makosano yenu, yale magomvi yenu yaweke pembeni. Tenda haki kwa mujibu wa Qur'an. Kwa hiyo tutende uadilifu. Hapa Mwenyezi Mungu anasisitiza zaidi kutenda uadilifu. Na hata kama unaenda kutoa ushahidi kwa mtu wako wa karibu kabisa, lakini yule mtu ametenda kosa, lakini hili wewe kwa kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala useme ukweli, yani usimfichie yule kwa sababu ni ndugu yangu. Tumeelewana ndugu zangu? Kingine katika surati al-Baqara aya 188, surati al-Baqara aya 188, Mwenyezi Mungu anasema wala msile mali zenu kwa njia ya batili na kusipeleka kwa mahakimu ili mpate kula sehemu ya mali ya watu kwa dhambi na hali mnajua. Tumeelewana jamani? Wala msile mali zenu kwa njia ya batili na kuzipeleka kwa mahakimu ili mpate kula sehemu ya mali ya watu kwa dhambi na hali mnajua. Tafsiri ya aya hii ni kwamba inakataza watu kula mali za wengine kwa njia zisizo za halali. Tunaona sasa hivi watu wanafunguliana makesi. Pengine yule mwingine ambaye amefunguliwa kesi ni haki yake hile, lakini mtu kwa sababu ana pesa anaenda kuhonga kwa jaji au anahonga kwa hakimu au nyingine hizi kesi zinazoishia kwa watendaji ili aweze kunyang'anya ile haki kwa mwenzake aipate yeye. Mwenyezi Mungu amekataza katika Qur'an. Na ni dhambi. Na tutakuja kuulizwa hiyo siku ya malipo. Kwa hiyo ndugu zangu, swala la rushwa sio tu kwa sababu linasemwa na serikali. Ndani ya Qur'ani imekataza rushwa. Mwenyezi Mungu amekataza rushwa. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba aya hii inakataza watu kula mali za wengine kwa njia zisizo halali. Inasisitiza umuhimu wa uadilifu katika biashara, katika matumizi ya mali. Pia inasema kwamba ni haramu kutumia njia za udanganyifu au dhuluma ili kupata mali, na kwamba ni lazima mtu ajue na kuelewa matendo yake. Aya hii inahimiza kuwa na uadilifu, kuwa na uaminifu katika masuala ya kifedha na kibiashara. Tuko pamoja ndugu zangu? Vile vile katika hadithi mbalimbali swala la rushwa limekemewa. Hapa nitatoa mfano wa hadithi mbili ambazo hadithi hizi zimepokelewa na maimamu Bukhari na Muslim. Hadithi ya kwanza, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mtoa rushwa na mpokeaji wote wataingia motoni. Tuko pamoja ndugu zangu? Kwa hiyo yule anayetoa na yule anayepokea wote tutaishia jehanamu. Kwa hiyo swala la rushwa ndugu yangu, ukiingia kwenye swala la dini, ina makatazo makubwa sana katika Qur'ani na katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii inaonyesha kuwa rushwa ni dhambi kubwa ambayo inawajibisha wote wahusika.
Naona. Karibu. Imepokelewa na maimamu, nasema ninatoa hadithi mbili zote ambazo zimepokelewa na Buhari na Muslim. Yaani kwamba ni hadithi sahihi kabisa hizi. Tuko pamoja mama? Kwa hiyo hadithi hii inaonyesha kuwa rushwa ni dhambi kubwa ambayo inawajibisha wote wanahusika, yule anayetoa na yule anayepokea. Pia hadithi hii inasisitiza umuhimu wa uaminifu na haki katika biashara na mahusiano ya kijamii. Rushwa inaharibu uhusiano wa jamii na inasababisha kutokuwepo kwa haki. Hadithi nyingine, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Mwenyezi Mungu amemlaani mtoa rushwa, mpokea rushwa, mwandishi wa rushwa, mwenye kushuhudia na mwenye kula kilichotokana na rushwa. Toka pamoja ndugu yangu, kwamba mtoa rushwa, mpokeaji wa rushwa, mwandishi wa rushwa, mwenye kushuhudia na mwenye kula kilichotokana na rushwa. Hapa kuna mafunzo makubwa sana ndugu zangu kina mama. Japo wengine kina mama sisi tuko nyumbani, si watumishi wa umma, lakini waume zetu ni watumishi wa umma, na unajua kabisa ili pato ambalo ananiletea mume wangu nyumbani limetokana na rushwa, na wewe ukala lile pato, kwamba unahesabika na wewe ni mla rushwa, na tusubiri adhabu zetu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuko pamoja? Kwamba hii inaonyesha kwamba rushwa ni dhambi inayohusisha watu wengi, na inahusisha hata wale wanaoshuhudia au kuandika kuhusu rushwa wanalaaniwa, na hivyo kuonyesha kwamba ni wajibu wa kila mtu kupinga rushwa na kutenda haki. Kwa hiyo hadithi hizi zote mbili ambazo zimepokelewa na Buhari na Muslim zinatufundisha kuwa rushwa ni dhambi inayoharibu maadili, inasababisha uharibifu wa jamii na inawajibisha wote wanaohusika katika mchakato huo. Uislamu unasisitiza umuhimu wa uaminifu, haki na uwazi katika biashara na mahusiano ya kijamii, na rushwa inakandamiza maadili haya. Kwa hiyo jamani, hadithi imebeba ujumbe mzito sana kwetu. Imebeba ujumbe mzito sana kwetu. Kama nimetolea mfano, tuna waume zetu wanatuletea nyumbani, tuna vijana wetu wengine wameshakuwa wameajiriwa, wanafanya kazi, wanachukua rushwa huko, mama unachekelea, au unamwona kijana wako amejenga nyumba za kifahari, ana magari ya kifahari, wewe ndio unamwona kwamba ni mjanja. Lakini tukumbuke tunaangamia sote, sio wao peke yao. Kwa hiyo kutokana na hizi Qur'ani aya ambazo za Mwenyezi Mungu nimezitaja hapa pamoja na hizi hadithi, tumeona rushwa haishi kuwa jinai tu hapa nchini, yani katika dunia. Tunasema unapotenda kosa la rushwa umetenda kosa la kijinai. Kwa hiyo haitaishia katika ulimwengu hapa duniani. Tukumbuke kuwa kuna adhabu siku ya malipo kwa wale watakaojihusisha na vitendo vya rushwa. Kwa hiyo tuendelee kukatazana, tuendelee kukemea, tuendelee kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa. Mtazamo mwingine wa kiimani, tukija kwenye Agano la Kale, kuna Kutoka 23:8. Hapa inasema usichukue rushwa, kwa maana rushwa inafanya vipofu kwa wenye macho au kwa wenye hekima, na inapotosha maneno kwa wenye haki. Hapa maandiko yanatuonyesha jinsi rushwa inavyoweza kuathiri uwezo wa watu kuona ukweli na kufanya maamuzi sahihi. Yaani kwamba mtu unajua ukweli na unaona kabisa, lakini unafumbia macho, yani unajifanya ni kipofu ili uweze kula rushwa, kwamba ujali kinachofanyika pale. Unajua kabisa hii ni rushwa, lakini unafumbia macho.
Nyingine ni Kumbukumbu la Torati 16:19. Anasema usipotoshe hukumu, usichukue rushwa, kwa maana rushwa inaharibu macho ya wenye hekima na inapotosha maneno ya wenye haki. Hii inasisitiza umuhimu wa kutenda kwa haki na kuzuia rushwa katika kutoa hukumu. Tuko pamoja kina mama? Baada ya kumaliza kuangalia hii mtazamo wa kiimani kuhusiana na swala zima la rushwa, tuje sasa kwenye wajibu wa mwanamke katika mapambano dhidi ya rushwa. Mwanamke ana jukumu katika kujenga jamii yenye maadili na uwajibikaji kutokana na nafasi yake katika familia, katika jamii na hata katika nyanja za kisiasa na kiuchumi. Hivyo mwanamke ana jukumu muhimu katika kupambana na rushwa na ufisadi katika jamii. Hatua ambazo mwanamke anaweza kuzichukua ili kusaidia mapambano dhidi ya rushwa ni kama ifuatavyo. Jukumu la kwanza, kuelimisha. Kuelimisha yake katika familia na jamii, kuelimisha watoto, vijana kuhusu maadili na umuhimu wa kuwa na tabia njema. Tunajua sisi ndio walezi wa familia. Kwa hiyo tunapolea watoto wetu kuanzia wadogo, vile mtoto anakuwa, mkuze katika maadili yaliyo mema. Kwa sababu mtoto akikua katika maadili yaliyo mema, hata akikua akikutana na hivyo vitu ambavyo vinakiuka uadilifu, hataweza kujihusisha. Lakini mtoto akiona tangia katika familia ni vitu vya kawaida, anakuwa anaona hivyo, kwa hiyo inakuwa ni ngumu anapokuwa mkubwa kuweza kujiepusha na vile vitu. Jukumu lingine au wajibu mwingine wa mwanamke katika mapambano dhidi ya rushwa ni kuwa mfano bora. Sisi kina mama ndio walezi wa familia, sisi ndio walezi katika jamii. Kwa hiyo mama, ukiwa mfano bora, wewe ndio utaigwa na watoto, utaigwa na watu wako walio karibu. Mwanamke anaweza kuwa mfano bora kwa kuonyesha uadilifu, uaminifu na uwajibikaji katika matendo yake ya kila siku. Kwa kuwa mfano mzuri, mwanamke anaweza kuhamasisha wengine kuiga tabia hizo na kujenga jamii yenye maadili. Kasema kama kwenye watoto, yaani mtoto anapoona mama yuko na maadili mazuri, huwezi kuona mtoto kwamba amekengeuka, kutokana anajifunza kutoka kwa mzazi wake. Wajibu mwingine ni kushiriki katika maamuzi. Niliona wakati nimekaa kule nyuma, mwenyekiti alisema kwamba sasa ifike wakati kina mama pia tushirikishwe kwenye maamuzi. Kasema kwenye masuala mazima ya ndoa, kwenye masuluhishi ya ndoa, kina mama sisi tushirikishwe. Na kuna mambo mengine pia hata ya kisiasa, ya kijamii, tunaweza kushiriki kina mama na kupitia humo tukakataza vitendo vya rushwa na tukajenga uadilifu. Mwanamke anaweza kushiriki katika maamuzi ya kijamii, kisiasa, kiuchumi kwa kuleta sauti yake katika mchakato wa maamuzi. Kwa kushiriki katika mchakato huu, mwanamke anaweza kusaidia katika kujenga mifumo madhubuti ya uwajibikaji na utawala bora. Wajibu mwingine ni kusimamia rasilimali. Mwanamke anaweza kuchangia katika mapambano dhidi ya rushwa kwa kusimamia matumizi bora ya rasilimali na kuhakikisha uwazi, uwajibikaji katika taasisi anazofanyia kazi. Kwa kuchukua hatua dhidi ya rushwa, mwanamke anaweza kusaidia katika kujenga jamii yenye maadili na uwajibikaji. Wajibu mwingine, kutoa taarifa ya vitendo vya rushwa. Kila mwananchi anapaswa kuwa na ujasiri wa kutoa taarifa kuhusu vitendo vya rushwa wanavyoviona au kufanyiwa. Vivyo hivyo, mwanamke katika nafasi yake anawajibika kutolea taarifa vitendo vya rushwa. Hii inaweza kufanywa kwa njia ya kwenda ofisini kupeleka malalamiko, kwa maana ofisi za TAKUKURU, simu au kupiga simu zile za dharura, nimesema 113, au katika mitandao ya kijamii. Sasa hivi TAKUKURU inapatikana kwenye Facebook, TAKUKURU inapatikana kwenye Instagram. Pale ukipenyeza taarifa yako inafika.
Wajibu mwingine ni kushiriki katika uchaguzi. Tumeona kuna chaguzi ambazo zimepita hapa tu juzi, uchaguzi wa wenyeviti wa serikali za mitaa. Mwanamke anapaswa kushiriki katika uchaguzi wa viongozi wa serikali na kuhakikisha anachagua watu wenye maadili na dhamira ya kupambana na rushwa. Mfano, katika chaguzi za serikali za mitaa, uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani. Kwa hiyo kina mama, tusikae nyuma kwenye chaguzi, tuwe mstari wa mbele kwenda kupiga kura na kuchagua viongozi wenye maadili. Katika uchaguzi jamani, tunaona kina mama wanatumika sana kwenye masuala ya wanaita nini, kampeni. Kwa hiyo jamani, tujihadhari na rushwa. Tunapewa kanga, tunaletewa bahasha na vitu mbalimbali ili kuweza kushawishi kuchagua mgombea. Jamani, tuangalieni wale wagombea wenye maadili. Tusichague kwa sababu tumepewa kanga, tusichague kwa sababu tumepewa fedha. Tuangalie wenye maadili. Tukimchagua leo kiongozi ambaye sio mwadilifu, matokeo hayatakuwa mazuri, kwa sababu yule anapambana kuingia katika serikali ili aweze kwenda kupata kura vizuri. Tuko pamoja kina mama? Kwa sababu kwa kuchukua hatua hizi za kuweza kwenda kupiga kura ni kutekeleza majukumu yake kwa uaminifu na uadilifu. Mwanamke anaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa katika kujenga jamii yenye maadili na uwajibikaji. Kwa ujumla, wanawake wanaweza kuwa na mchango mkubwa katika kupambana na rushwa kwa kuchukua hatua za maksudi na kushirikiana na wadau wengine katika jamii. Hii inahitaji ujasiri, umoja na dhamira ya dhati kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Kwa hiyo wanawake, tukiwa mstari wa mbele katika mapambano ya rushwa, tutashinda. Unajua wanawake tuna sauti kubwa sana. Tunalijua hilo. Tuna sauti kubwa sana. Kwa hiyo na sisi tuwe vioo vya jamii. Tusimame imara katika mapambano dhidi ya rushwa. Sawa kina mama wenzangu? Mwenyekiti, kwa kuhitimisha, nasema rushwa ni mdudu mwenye athari mbaya sana katika jamii. Ni mdudu anayeua bila ya huruma kwa kupokonya haki za msingi za kijamii. Nafasi ya mwanamke katika mapambano dhidi ya rushwa ni ya kipekee na yenye umuhimu mkubwa. Ieleweke kwamba mapambano dhidi ya rushwa si ya serikali peke yake. Kwa pamoja tunapaswa kumuunga mkono Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, katika harakati za mapambano dhidi ya rushwa. Kuzuia rushwa ni jukumu lako, jukumu langu, tutimize wajibu wetu. Kwa hiyo kila mtu ana wajibu wa kuzuia rushwa. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Nakaribisha maswali au kama kuna mtu sehemu hajaielewa vizuri, nakaribisha. Mwenyekiti, nashukuru sana.